Wewe umekuja tena hapa? Haujaja pamoja na Rachna? Prim, hebu mlete maji. Karibu. Natumai utakunywa maji nyumbani kwangu. Hapana, asante. Nimekuja tu kusema kwamba tupo tayari kufanya kipimo cha DNA. Hii DNA ndio kitu gani? Bibi, hiki ni kipimo kidogo sana kwa ajili ya kujua kama Akash ni baba yule mtoto ama la. Nye mmechanganyikiwa Kwa nini wote tusifuatilie kama wameshawahi kukutana au la? Kama walikuwa wanapendana au la? Mama, bado hata haijathibitishwa kwamba huyo mtoto ni wa Akash au la. Lakini kama huyo msichana na kaka yake wanataka kufanya hivyo, tufanye hiyo DNA. Basi sisi hatuna pingamizi. Bibi, mimi nahisi kama shangazi yuko sawa vile. Yule msichana ni kweli anaweza kuwa mwanamke wa Akash, lakini hapa nahisi kama mambo yameenda mbali zaidi. Nahisi tunahitaji ushahidi wa kutosha. Kwa nini wakati wote ni binti ndiye anayetakiwa kuthibitisha? Fanyeni chochote mnachotaka, lakini itakapothibitishwa kama huyu mtoto atakuwa ni wa Akash, basi huyo binti atakuwa ni mkwe wa hii familia. Kwenye kipimo cha DNA ya Akash pia anatakiwa awepo. Sampuli zake zinahitajika pia. Ndio maana nimekuja kumchukua. Twende. Mbona aliposikia kuhusu hivi vipimo amekasirika sana? Sasa kama ikithibitika kwamba huyu mtoto ni wa Akash, nini kitatokea? Naomba nipatie faili ya Bwana Gorat Katake. Tia sahihi na umjulishe kila mtu majina yote unayoyataka katika karatasi, namba ya simu ya kila mtu na दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला Pura, wewe kuna kitu ulikuwa unakiongea? Nilikuwa nasema nini? Bwana Rajab, naomba umpe nakala ya faili Bwana Ratod. Sawa bosi. जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला जब भी रहूं संग तेरे भूलूं हर गम शिकवा गिला तेरे इश्क का ही नशा है मेरी रूह तक में बसा है तूने आंखों से natakiwa kwenda kwenye baadhi ya vikao karatasi na mafaili usiangalie. Lakini mheshimiwa, hizo karatasi ulikuwa umezoma kwa dharura, si ndio? Ndio, lakini hii ni kazi ya muhimu. Lakini si ulikuwa unasoma? Basi walau umalizie barua yako. Tasoma baadaye. Lakini boss, Shangazi. Nini tena? Sasa kuna swali nataka nikuulize. Bosi wangu namfahamu kwa muda mrefu sana. Tatizo lake ni nini? Namaanisha anaogopa kunitazama mimi usoni. Kwa nini? Nashindwa kuelewa ni kwa sababu gani anashindwa kuniangalia kwenye macho. Mimi ni mbaya kiasi kwa Shangazi. Kwa nini ananichukia mimi kiasi hicho? Shangazi anamuuliza je bwana. Mwenyezi Mungu tu pekee yake ndiye ambaye anafahamu huyu mtu kwa nini anakuwa hivi kwangu.
Najua siku zote umekuwa ukisimama kwenye ukweli, lakini lazima leo unafikiria ulichokifanya kilikuwa ni sahihi, lakini mimi sihisi hivyo. Swali lilitokeza juu ya heshima ya msichana na kuwa tayari kwa kipimo cha DNA kwa dada yako. Mwangalie dada yako. Kiukweli umekosea sana. Kwenye hili sipo na wewe. Mama, ngoja kwanza. Mama. Ripoti zitakuja lini? Kesho asubuhi saa 5. Kesho asije wakasema tumebadilisha majibu, na ndio maana nimesema majibu yote moja kwa moja yaende nyumbani kwao. Uko sahihi kabisa. Hautakiwi kwenda kule ukiwa peke yako. Ndio maana nilikuwa nafikiria kwamba labda tunaweza tukae. Pragya, hiyo ni kazi yangu. Niache nifanye ipasavyo. Lakini Pragya, tafadhali. Kipindi hiki naomba unisikilize. Sasa nasubiria kitu kimoja tu. Majibu atakapokuja, Mama! Wewe ulisema tutaepuka na hili na utafanya kila mbinu ili DNA isifanyike. Ona kilichotokea. Nalijua hilo. Usiku wa leo utakuwa mgumu sana kwetu. Kwanza niambie nani anakwenda kumuoa? Kwanza niambie ile chaguo ni la bibi au la kwako wewe? Walioelimika wanasema ya kwamba utakachokipanda ndicho utakachokivuna. Ndiyo mkuu. Usiku wa leo sitorudi ofisini. Kwa hiyo funga milango yote na madirisha vizuri. Sawa? Mkuu, ofisi bado ziko wazi. Dada Bulbul bado anafanya kazi. Pale tu tutakapoondoka nitazima kila kitu na kufunga. Sawa. Usiku wote wanafanya nini ofisini peke yake? Nimefanya kosa kubwa sana kumsikiliza shangazi. Natumai hatoiba nyaraka zozote zile au kufanya ujinga wowote ule. Naomba pia usisahau jambo moja muhimu. Hatakiwi kuwa na msongo wa mawazo. Ndio daktari, asante. Siku zote mimi wanafanya kila ambacho nataka kukifanya, na pia wala sija kukataza kufanya chote kile wewe Akash. Lakini bibi yangu anahofu sana juu ya kile ambacho wewe umejaribu kumfanyia yule msichana wa watu. Ndio maana ameumwa sana bibi. Unajua kama wazazi wangu mimi hawapo pale, lakini kwangu mimi bibi ni zaidi ya wote wale wawili. Ikitokea bibi, Alba ama Purab, ikitokea wao wameumia hata kidogo, basi mimi nafsi yangu haitaweza kuvumilia. Mimi nakupenda sana wewe Akash, lakini wakati wote wewe unatumia vibaya hii nafasi, na sasa hivi umevuka mipaka. Umemwoa msichana ukampa ujauzito na kesho umemwacha Akash. Kwa nini lakini umefanya hivyo? Umeikosea familia nzima kwa hicho kitendo ulichokifanya. Kaka, nisikilize tafadhali. Kaka, sijafanya kitu kama hicho. Nakuapia kaka. Hata hivyo, kesho matokeo ya DNA yatakuja. Kila kitu kitakuwa wazi. Na ukweli wote utakuwa wazi. Na ni kama kosa litakuwa ni la kwangu. Nipatie adhabu yoyote. Na adhabu utakayoitoa mimi nitakubali. Kaka, kama nikiwa sina hatia, basi muadhibu yule msichana pamoja na familia yake. Tafadhali kaka, elewa maneno yangu. Haya yote yanatokea kwa sababu wewe ni star. Wanachotaka ni kutumia umaarufu wako kama faida kwao, pamoja na pesa zako. Sawa. Kwenye majibu ya kesho kama itathibitika kwa mtoto si wa kwako, basi nitafanya chochote utachokisema. Na kama itathibitika kwamba wewe ni mwongo, basi hakuna atakayekuwa mbaya zaidi yangu. Mungu akusaidie. Kaka. Mungu wangu, ni kitu gani hiki tena? Yaani hapa nimejiamini kabisa kusema uongo. Itakuwaje kuhusu hayo majibu? Vipi akiwa ni ya kweli? Mungu wangu. Kama kesho ukweli wote ukijulikana, kaka ataniua.
Hili ni faili la mradi wetu mpya. Hii inamaanisha anaiba tena. Kwa hiyo umekuja kuniibia taarifa za kampuni yangu tena eh? Siwezi kuamini hili. Kampuni iliyokupa kazi tena na kukuamini na kukupatia nafasi ya pili unawadanganya. Ni msichana wa aina gani wewe? Una matatizo gani? Ingekuwa ni vyema ningemteua mtu mwingine tu. Kwani unaninyamazisha? Kuna kitu nakisubiria. Hapana. Nimekuja hapa kwa sababu maalum. Kuna mtu ndani kama Unamjia nini na unamaanisha nini? Namaanisha zaidi ya sisi hapa kuna mtu mwingine ambaye huwa anakuja. Nani yuko hapa? Kuna mtu yuko nje. तूने आँखों से जो छुआ सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। Subiri. Wewe. Yaani kumbe ndo unaiba taarifa za kampuni yangu. Umepata wapi funguo za ofisi yangu? Niambie, umepata wapi funguo? Kutoka kwa wafanyakazi wako. Alisema mimi ndio mwanamitindo anayenipenda sana na pia ananipenda sana. Kama uliweza kumwacha mtu bila hata kufikiria mara moja, sasa kwa nini nifikirie mara mbili kabla ya kuja kuibia nyaraka zako? Bas, nimemtumia mfanyakazi wako na ameenda kunitengenezea funguo za bandia na mengine kama unavyojua. Hajali. Inamaanisha huyu binti. Bulbul, tafadhali. Hili ni jambo langu binafsi. Nenda ofisini kwako. Bosi amenitele mashaka kwa sababu ya mwanamke tu. Purabu alikuwa amemwacha huyo mwanamke. Na huyo mwanamke kwa ajili ya kulipiza kisasi tu akaenda akamwibia nyaraka zake zote. Na hiyo nikanasa katika haya yote. Ni mpuzi huyo. Yuko vile vile kama ambavyo nilikuwa nafikiria. Mjinga. Wewe ni msichana ndio maana nakuacha. Alafu nilikuweka mbali na Abi. Lakini kuanzia leo kaa mbali na ofisi yangu. Nimemweka Abi mbali na wasichana kama wewe kwa sababu nilitaka kumtumia kwa faida. Na ndio maana sitakuruhusu kutane naye, umenielewa? Kwa sababu kikio siwezi kusikia chochote kile. Chikoza kabisa msichana alimdanganya. Na sasa hivi wakati analia hajali wala hashughulishi na chochote. Korofi kama nini? Alafu, yani kuna kitu ambacho sikielewi. Kwa nini siku zote wasichana wanapenda wanaume wenye vichwa vigumu na wakorofi kama hawa? Kama ningekuwa kwenye nafasi yake. Hapana. Kwa nini mimi ndio katika nafasi yake? Naanzaje kufikiria hivyo? Kama wewe katika maisha yako umeshawahi kumpenda mtu, basi hali yangu ungeielewa. Ni penzi gani hilo unalolizungumzia eh? Kama hata 1% ya penzi lako kwa Abi lilikuwa ni la kweli, basi usingemlazimisha yeye akupende. Kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu yoyote kumpenda mtu, na natumai unanielewa vizuri. Ondoka. Nitamwomba Mungu siku moja uje kuangukia kwenye mapenzi na ushindwe kumfanya awe wako. Bulbul, nataka nikwambie kitu. Sikiliza. Nisamehe. Mimi wala sina haja ya kusikia neno samahani wala asante hapa. Bulbul, ni usiku sana. Nitakupeleka nyumbani. Wewe ni mtaalamu wa kuondoka eh?
huwa simpi mtu nafasi yote ile ya kuniacha. Unamaanisha nini? Namaanisha tayari nimeshafahamisha nyumbani kuna mtu atakuja hapa kunifuata. Bulbul, tafadhali nisikilize mara moja tu. Sikiliza. Nataka nikushukuru. Mimi wala sikuwa nimefanya yote ya kwa ajili yako. Nimefanya tu ili kukudhihirishia kwamba mimi wala sio mwizi. Natumai kesho utakuja ofisini. Sitaki kufanya kazi hapa. Sitaweza kuja. Bulbul. 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 Unatakiwa uje. Kwa nini? Kwa nini nije? Kwa sababu nahitaji. Mimi nahitaji wewe ufanye kazi ofisini kwangu. Kwa sababu unastahili. Mimi wala sistahili kufanya kazi katika hiyo ofisi. Suresh, uko hapa? Ilikuwa ni usiku sana, kwa hiyo Pragya aliniomba nikutafute. Ni kwa nini unaonekana mwenye huzuni sana hivyo? Hakuna kitu kama hicho Suresh. Niko sawa mbona? Naomba basi unifikishe nyumbani haraka tafadhali. Bulbul alikuwa anajaribu kuiokoa ofisi yangu. Na mimi nimekosea sana kumfikiria vibaya. Bulbul, nini kimetokea na kwa nini unalia namna hii? Au bosi wako amekwambia chochote? Hapana, bosi Mura hajasema kitu chochote. Unajua alikuwa amenifikiria vibaya. Lakini nilikuwa nataka kumdhihirishia tu kwamba mimi wala sijakosea. Na haya machozi ni kwa sababu nilipokuwa katika pikipiki kuna kitu kingine. Bulbul, usiogope bwana. Na siwezi kukuona ukiwa unalia. Kama bosi wako amekuumiza, niambie sitamwacha. Nitaenda na nitamfundisha adabu bosi wako. Sio kuzungumza kitu chochote kile kibaya kuhusu bosi wangu, sawa? Ni bosi wangu na ni kazi yangu. Naomba usiangalie kabisa maisha yangu binafsi. Kama linayo. Sawa? Kamba ninayo inamaanisha ni kweli kuna kitu kimetokea ofisini. Bulbul anaweza kujaribu kuficha kilichotokea, ila hawezi kuficha hasira zake kwangu. Ila kwa nini bado majonzi yako yananiathiri mimi? Mimi hapa na Pragya usizidishe. Ninatakiwa nifike kwa kina Akashi kabla majibu hayajafika pale. Suresh, tafadhali. Hebu niruhusu tuongozane wote. Pragya. Pendo, kama Pragya anasema basi nenda naye. Kama atakuwa na wewe basi sisi hatutakuwa na wasiwasi. Angalia Pragya, tafadhali jaribu kuelewa. Hawa watu waaminiki, unaweza kukana muda wowote ule. Na kama utapata tatizo lolote kwa ajili yangu, basi sitaweza kujisamehe. Elewa hilo Pragya. Na tayari kwa sababu yangu wewe na mimi. Sawa. Kwa nini unalia tena? Tafadhali naomba usilie. Leo hii kaka yako amekwenda kuipambania haki yako. Pindi tu ripoti itakapotoka na utakapoiona, basi utamkataa Akashi mbele ya watu wote.
Salamu shangazi. Habari yako mpendwa? Niko salama shangazi, nipo salama. Karibu ukae. Bibi, mimi niko sawa. Nyie nileteni tu hayo majibu. Tazama mwanangu, nilichokisema siku ile leo nakirudia tena. Na kuhusu ile taarifa ikija kuthibitishwa kwamba Akashi ndiye baba wa huyo mtoto, basi hakuna njia nyingine zaidi ya kumfanya dada yako aolewe na Akashi. Katika paa hili hili alilolelewa mwanangu, ndiyo paa hili hili halitoruhusu uongo ufanyike. Asante bibi. Mkuu, ripoti. Imeandikwa nini? Mimi najua kwamba wewe wala huwezi kunidanganya. Akashi sio baba mtoto dada yake, ni wa mwingine. Kivipi? Tazama mwanangu, si nilisema kwamba sintaruhusu uongo ufanyike hapa ndani? Lakini inaonekana kwamba Akashi hajasema uongo bali ni dada yako. Ripoti inaonyesha wazi kabisa kwamba Akashi si baba wa huyo mtoto. Na mimi wala sikulaumu wewe, lakini ninachokitaka ni uielewe hali gani aloko nayo dada yako kwa sasa, na wala msimkasirikie. Lakini mwanangu, muozesheni kwa baba wa huyo mtoto, ndiye atakayempenda kweli. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Rachna kama hajawahi kunidanganya. Niambieni mmefanya nini haya majibu? Mimi namjua Rachna vizuri sana. Mimi najua vizuri sana kama mngekuwa mjaoana Rachna asingekubali kwenda kufanya DNA. Asingeweza kuchukua hatua kubwa namna hii. Na kama amefanya kipimo cha DNA, basi huo ni ushahidi mkubwa sana kwangu. Chochote kitakachokuwa kimeandikwa kwenye ripoti hii, najua huyu mtoto ni wa kwako. Sasa taarifa hii itakuwaje tofauti? Najua wewe na mama yako kwa pamoja. Mnawezaje kujirahisisha hivi? Wewe, chunga maneno yako. Sikiliza. Nataka hichi kipimo cha DNA kirudio tena. Na wewe nakubidi uende na mimi. Tuondoke. Acha upumbavu. Usijaribu tena kuthubutu kupandisha sauti yako na kuongea na familia yangu kama hivyo. Huu ulioshika ndo ukweli. Sema sasa, zungumza. Zungumza. Kwa sababu yako wewe mpumbavu, ulisababisha jana bibi yangu akaumwa sana. Kwa ajili ya maarufu nataka kuvuka kila kikwazo. Hebu niondolee huo pumbavu wako, maarufu wako na hizo pesa zako. Mimi najali kuhusu dada yangu, umenielewa? Kaka yako ameharibu maisha yake. Nikwambie mara ngapi kwamba huyo mtoto ni wa kwake peke yake? Yule mtoto ni wa kwake. Amebadilisha hii ripoti. Hauwezi kuelewa. Amemdanganya. Nitawapeleka mahakamani. Nasema wote nitawapeleka mahakamani, lakini kabla hapo, kaka yako inabidi aongozane na mimi. Twende masa. Yaani usijaribu kabisa kuthubutu kumgusa kaka yangu. Usithubutu. Nilikuwa kuvumilia tu kwa sababu ya bibi hapa. Lakini sasa upuuzi wako umefika mwisho. Twende nje. Unatakiwa uende na mimi. Kama nitakuona tena ukisogea katika hii nyumba, basi hautorudi tena kwa miguu yako huko nje. Haunitishi.
Nimesema nitakuja tena na tena kama dada yangu hajapata haki yake. Katika hii dunia unaweza ukaitwa nyota wa rockstar. Chochote kile utakachojiita mimi haina tofauti kwangu hiyo. Nimesema twende. Unataka kuona mimi ni nani, sio? Njoo. Haujui mimi ni nani? Sijapata hizi pesa na huu maarufu kwa ajili ya upumbavu kama wewe. Halafu mje tu kuzichezea ovyo. Umeleta lawama za Mungu katika familia yangu. Umechafua jina la mama, dada yangu, rafiki yangu na kila kitu. Sasa unaona mimi ni nani, sio? Umeshanijua sasa. Ushanijua mimi ni nani? Kamtupeni nje huyo. Niache huko. Abi, we, umefanya nini kaka yangu? Hivi kweli unaweza ukampiga mtu na akaendelea kufanya hivyo nitamharibu Purab. Naomba unisikilize. Usiseme maneno kama haya kaka. Hutamfanya. Unanijua Purab. Wewe unanifahamu mimi vizuri. Bibi, inabidi umueleweshe. Abi hawezi kuelewa kwa kumsikiliza mtu yoyote yule. Si unamfahamu alivyo? Kama jambo zuri linamtokea mtu yoyote, basi hutokea kwa nia njema tu. Lakini kama kitu chochote kitamwingia machoni mwake, basi hakutokuwa na mtu wa kumwokoa. Mama! Wewe ni wa maajabu. Wewe ni mchawi. Oh, Mungu wangu. Sasa nimetulia. Mama, hivi unajua nimeota kitu gani? Kwamba kaka angenifurumusha na kunipiga mabuti na kunitoa nje. Na yote kwa hayo bado angenisema. Ila mama, unafanya nini? Achana nayo hilo mwanangu. Hautaweza kunielewa. Laiti kama ungekuwa unafikiria, basi haya yote singetokea. Mama, niambie. Ilikuwa rahisi sana. Mimi nilimshawishi Abi kuwa hizi sampuli za DNA tupeleke kwa daktari wetu ili kusiwe na makosa yoyote kwenye ripoti, na akakubali. Sasa kabla hizo sampuli hazijafika kwa daktari, mimi nilibadilisha na nikaweka vitu vingine. Sasa kama sampuli zako hazijafika kule, majibu angewezaje kufanana na wewe? Sasa utakuwa bwana harusi tu kwa yule msichana ninayemtaka mie. Sasa inabidi ulale kwa amani na wote kuwa tajiri. Ngoja mimi niende huko kwa bibi ili tufanye maandalizi ya harusi. Suresh, una nini tena? Umeumia? Una nini jamani? Suresh, kimetokea nini? Kila kitu kiko sawa? Suresh wewe? Njoo mwanangu, aya taratibu. Fanya haraka, nenda kalete sanduku la huduma ya kwanza, harakisha. Taratibu. Lakini nini hasa kimekupata Suresh? Nilienda mpaka nyumbani kwa Abina. Vizuri kwamba Madhvya yuko hapa. Ameenda hekaluni. Kama angemwona Suresh katika hali hii, sijui hata ingekuwaje. Ngoja niende nikafuate maji ya manjano, atajisikia vizuri baada ya kuyanywa. Kabla hiyo mpaka idawa kwenye vidonda. Reshna mwanangu, njoo nisaidie. Yule Abi ni mtu ambaye hana adabu. Usipase apeleke nyumbani kwake huko. Maanake haimaanishi kwamba anaweza katufanya chochote kile atakacho. Namchukia.
Katika swala hili nimeamua kulipambania mpaka mwisho, na ikitokea kama Rachna hatopata haki zake, basi sitoacha. Naona amekuja. Nani shangazi? Yule ambaye akiwepo usikii wala uoni, hata kuongea uwezi. Bulbul. Shangazi tafadhali, hakuna kitu kama hiko. Tafadhali njoo nikande kichwa changu kama vile unavyofanyaga. Kichwa kinaniuma sana. Ndiyo bwana Cheda. Sawa, na kutumia sasa hivi usijali. Pora, ngoja nimtumie kwanza huyu bwana. Alafu nakuja. Naomba ukirudi uniletee dawa za maumivu tafadhali. Sawa, nitafanya hivyo. Bulbul, naomba umpelekee hizi dawa Pora ofisini kwake. Lakini shangazi, kuna karatasi muhimu nataka kuna... Wala usijali, mimi nitafanya. Mbona umechukua muda mrefu sana? Naomba basi njoo nikande kichwa changu, maana kinaniuma sana. Tafadhali harakisha bana, kichwa kinaniuma sana. Yaani kajifanya msahau kilichotokea jana. Ndio kwanza nimefika ofisini. Na naambia kwamba nije kumkanda kichwa. Yaani mwendazimu kabisa hanistahili. Jamani. Imekuwaje tena? Mikono yako imekuwa laini namna hii. Wewe, unafanya nini hapa? Nakukanda. Ni nani huyo aliyekuambia uje unikande? Si mwenyewe ndo umeniambia. Sijakwambia, nilidhania labda ni shangazi. Ulitaka useme kwamba ni wewe bana. Ndio nilikuwa nataka nikwambie. Sasa kwa nini ukusema? Hoja nisikia sana kwa bosi. Yaani kwa bosi tu mwenyewe unajikuta na unapata nafasi ya kunifokea. Ala? Ndio, ulikuwa unapaswa uangalie nani ambaye anagonga mlango, na ningejua vipi sasa kama kuna mtu mwingine ambaye unamfikiria. Ala, nilidhani labda wewe ni shangazi. Sawa, nitaenda kukuitia shangazi ili aje kukukanda kuliko mimi kuendelea kubaki hapo. Hata hivyo, asante. Dawa yako. Shukran. बिल्कुल सोचा ना, बिल्कुल समझा ना, कैसे ये सब होगा. Najua vizuri sana wewe ni mtu aina gani. Na nawachukia sana wanaume wa namna hii. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nashindwa kuelewa. Pindi napokwenda mbele yake inakuwa kama nafurugwa, sijui hata kimenikuta nini. जाने कब हो गया हो प्यार मुझे तुमसे ही. Kama hamtoamua kumfukuza yule profesa ndani ya kichwa chenu, basi sitatumbuiza kwenye tamasha la vijana la chuo chenu. Yule profesa kwa ajili ya umaarufu na pesa zake amejaribu kuidhalilisha sana familia yangu mimi. Kama hamtoamua kumfukuza, basi sitafanya kile ambacho chuo chenu kinataka mimi nikifanye. Na kile ninachosemaga huwa ninakionyesha. Tunaelewa unachojaribu kukisema, lakini tutawezaje kumfukuza profesa wa chuo kwa mambo yake binafsi? Hilo ni jambo la ajabu sana. Hebu nisikilize. Uko sawa kabisa. Nataka mumfukuze. Mheshimiwa Abi. Tafadhali Mheshimiwa Abi, picha moja tu na wewe. Mheshimiwa samani, mimi ni shabiki wako sana. Naomba nipige picha moja tu. Huyu Abi anafanya nini hapa? Kwa nini yale majibu ya DNA yawe tofauti? Na maanisha ulizichukua zile sampuli vizuri ama la? Hebu subiri kwanza. Hivi ni kweli vipimo vya DNA mko mmeviacha hapa?
Lakini kabla hata vipimo havijafanyika, kuna mtu fulani kutoka nyumba ya Akashi alikuja na akasema vile vipimo anapeleka kwa daktari wa familia. Na pindi tu kitokea vipimo vikitolewa katika maabara yetu, hilo linakuwa sio jukumu letu tena. Uko nje inawezekana ukaenda kubadilisha, kwa hiyo hatuhusiki na hilo. Sasa nimeelewa mpango wao. Akashi alikuja hapa na mimi kufanya vipimo vyake, alafu akachukua sampuli kwa daktari wa familia ili aweze kuzibadilisha. Ni washenzi kiasi gani hawa? Halo Pragya. Suresh, naomba uje haraka huko chuoni. Prag, sitaweza kuja chuoni. Na sasa hivi nimeshajua kwa nini matokeo yalikuja tofauti. Na sasa sitowaacha. Hapa nilipo nataka kwenda kwa kina Akashi. Suresh, hilo tutalijua baadaye. Naomba uje chuo kwanza. Mkuu wa chuo ana kazi ya muhimu sana kufanya na wewe. Lakini Pragya, mimi... Sawa, nakuja. Pragya. Maumivu yakoje sasa? Niko sawa, ila nini kimetokea? Kuna nini? Mkuu wa chuo amekuita, amesema ana kazi na wewe. Sijui ni kitu gani. Sawa, ngoja nikawasikilize. Sawa, taratibu basi. Naweza kuingia mkuu? Ingia Mr. Silvastro. Habari za jioni mkuu. Salama tu. Habari za jioni. Kaa Mr. Silvastro. Asante mkuu. Mkuu, nimeambia umeniita. Yaani ni hivi, kitu chochote kile ambacho tumesikia kuhusu dada yako kinatupa shida sana. Na maigizo ambayo ulienda kuyafanya nyumbani kwa Abi jana, ndo kwanza tumelijua hilo. Lakini nafikiri utakuwa haujui kwamba wadhamini wetu katika chuo chetu hapa wanamfahamu sana bwana Abi. Na Abi anatarajia kutumbuiza katika tamasha la vijana hapa chuoni. Na pindi Abi alipokuja kugundua kwamba wewe ni mwalimu wa hiki chuo hapa, tunahisi anaweza akaja kukataa kabisa kuja kutumbuiza. Wala hatuna uwezo kulimudu hili kabisa bwana Sylvester. Na ukizingatia pia ujauzito wa dada yako na zile vurugu zilizoenda kusababisha nyumbani kwa Abi, kwa sababu ya hayo heshima ya chuo chetu nayo imeshuka. Ndio maana sisi tutataka uandike barua ya kujiuzulu hapa hapa. La sivyo bwana Sylvester, hakutokuwa na namna nyingine zaidi ya kukufukuza kazi. Kitu gani tena unaongea mkuu? Samahani kwa kukuingilia, lakini mkuu, unawezaje kuchukua hatua namna hii? Mbona Suresh ni mmoja kati ya maprofesa wazuri sana hapa chuoni. Yeye ameyatoa maisha yake yote katika hiki chuo. Mkuu, sababu sio Suresh, sababu ni watu kama Abi wameharibu hali ya hewa ya hapa chuoni. Ana ushawishi mbaya sana kwa wanafunzi hapa chuoni mkuu. Yeye sio mtu mwema kabisa, na kwa sababu ya watu kama yeye ndio leo umemwambia Suresh aondoke hapa chuoni. Huyu ni mkweli sana mkuu. Ni mfano wa kuiga kwa wanafunzi wote hapa chuo. Naomba usifanye jambo hili mkuu. Subiri Pragya. Tayari wameshafanya maamuzi yao. Na huu ni uamuzi wangu sasa. Barua yangu ya kujiudhuru. Suresh, unawezaje sitaweza kufundisha tena hapa. Kwa sababu kuna tofauti kubwa sana kati yangu mimi na wao. Mimi nataka kuwafundisha wanafunzi ambao wanaweza kugusa mawingu wakiwa ardhini. Na wao wanataka tu kuonesha wanafunzi yule mtu maarufu Abi, lakini mng'ao wake ni wa uongo kuliko yeye.